Mpenzi mtazamaji wa Mwananchi Digital, hapa nipo katika uwanja wa KMC Complex ambapo Simba Sports Club ilikuwa inafanya mazoezi kwa ajili ya kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Mbeya City, mchezo ambao ni wa kombe la shirikisho ama FA, hatua ya robo finali, na mchezo ambao unazikutanisha timu hizi ambazo zilikuwa zote na matokeo mazuri katika michezo zilizopita, ambapo Simba iliweza kuitoa Big Man FC kwa kuifunga mabao 2-1 katika hatua ya 32 bora 16 bora, kama ilivyo pia kwa City ambayo ilitoa Mtibwa Sugar kwa kufunga pia idadi magoli kama hayo, mabao 2-1 katika hatua ya 16 bora. Sasa zinakutana hatua ya nusu finali. Ni mchezo ambao unavuta hisia kutokana na ushindani wa timu hizi ambazo pindi ambapo zitakutana. Utakumbuka kwamba Mbeya City si timu ndogo, imeshaweza kuitoa Azam FC, lakini pia ni timu ambayo ina wachezaji wazuri na wazoefu ambao wameshacheza ligi kuu. Kama unamzungumzia mchezaji kama Eliudi Ambokile, ni mchezaji ambaye anaifahamu vizuri ligi kuu na ni mzoefu. Kwa hiyo ni mchezo ambao unatazamiwa kwa wa ushindani kutokana na timu zote za wachezaji wa timu zote mbili. Lakini kama unavyojua, makocha na wachezaji wamezungumza kuelekea katika mchezo huo, na Duchu amezungumzia kwa niaba ya wachezaji kuelekea mchezo huo na jinsi ambavyo wamejiandaa kwa ajili ya kukabili Mbeya City, na yeye mwenyewe amekiri kwamba wanaenda kukutana na mchezo mgumu kutokana na aina ya wachezaji ambao Mbeya City wanao, kama ilivyo pia kauli ya kocha msaidizi Selemani Matola ambaye pia ameipa pongezi Mbeya City kwa ukiri jinsi ambavyo wamepita njia ngumu waliopitia na mpaka palipofikia. Kwa hiyo mchezo ambao nao kama benchi la ufundi wamejiandaa vizuri jinsi ya kukabiliana na kikosi hicho kuelekea mchezo wa kesho. Kwa hiyo ni mechi ambayo inavuta hisia kubwa kutokana na aina ya ushindani wa timu zote mbili, lakini ni nini ambacho kitajiri, ni timu gani ambayo itasonga hatua ya nusu finali, ndilo swali ambalo wengi wanalisubiri kuliona. Na kama unavyokumbuka, Simba inaingia katika mchezo huu ikiwa na kumbukumbu nzuri ama ikiwa na rekodi nzuri baada ya kuiondosha Al-Masry ya Misri kwenye hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kile ambacho walikifanya pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa, je, ni hicho ambacho watakifanya kesho katika mchezo wa kombe la shirikisho FA? Hicho ambacho ndio kile tunasubiriwa kwa hamu kuona kile ambacho kitajiri. Lakini kama ambavyo unavyojua pia Mbeya City ina kocha mpya Malale Hamsini ambaye amechukua nafasi ya Salum Mayanga ambaye alienda Mbeya City. Anatazama pia kuangalia nini ambacho ataleta katika mchezo ambao ni mkubwa ambao unasubiriwa kupigwa hapo kesho kuanzia saa 10 kamili jioni katika uwanja huu wa KMC. Lakini kama ambavyo unavyojua, mshindi wa kesho ama kati ya Simba na Mbeya City atakutana na mshindi kati ya Singida Black Star dhidi ya Kagera Sugar, mchezo ambao utapigwa siku ya Jumatatu Aprili 14. Hao ndio ambao mshindi atashinda kesho, ndio atakutana na Singida hapo watakao kukutana Jumatatu dhidi ya Kagera Sugar. Maandalizi alianza kwa sababu pia tunajua tuna mchezo mgumu, hasa ukizingatia katika hatua ambayo tuko nayo na timu tunayokutana nayo. Kwa hiyo toka tumemaliza mchezo wetu uliopita, maandalizi alianza siku hiyo ya kujiandaa na mchezo huu. Kwa hiyo kila mchezaji ana hari kubwa ya kucheza kupata nafasi katika siku ya kesho, na kila mchezaji yuko sawa kuweza kupambana katika siku ya kesho kuweza kuipatia matokeo timu ya Simba. Mnakwenda kukutana na Mbeya City. City ambao wanaonekana wameimarika kweli kweli, hasa wakimuondosha mpinzani ambaye kwenye michuano iliyopita alifika mpaka hatua ya finali. Mmejipanga kwa hilo mbele ya Mbeya City? Kwanza ni kweli Mbeya City ni timu ambayo imefanya vizuri na inafanya vizuri kwenye first division, na wamefanikiwa kuitoa timu ngumu Azam. Kwa hiyo tunajua kwamba mechi haitakuwa rahisi, lakini sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kwa kuweza kupata matokeo. Duchu, mnacheza na timu ambayo inatoka daraja tofauti na nyinyi kidogo. Pengine ujumbe wa mwalimu, maandalizi huwa yanakuwa tofauti kwa sababu mnaenda kucheza na timu ambayo iko daraja ya chini. Ndio, timu kwa daraja la pili so shida, lakini unaangalia Mbeya City wanakaribia wachezaji wao wengi wamecheza ligi kuu na wengi wazoefu katika ligi ya Tanzania. Kwa hiyo usitarajie mechi inaweza kaa rahisi, au kwamba kwa kuwa ni Mbeya City tunacheza na Simba basi sisi Simba tujiandaa kwa kuwa tunacheza na Mbeya City. Hapana, Mbeya City ni timu kubwa, na hata ukiangalia kwenye ligi yao wanafanya vizuri, na hata kwenye ligi pia wanafanya vizuri, ndio maana wapo katika hatua hii.
Intensity mara nyingi huwa inakuwa tofauti na mmetoka kwenye mechi yenye intense kubwa kidogo. Hongera kwa kufanikiwa kutinga kwenye hatua nusu finali. Hapa mnasaka tena nafasi nyingine ya kwenda kwenye hatua nyingine ya mtoano. Mnakopi kile mlichokifanya kwenye michuano ile ya CAF mnakileta huku, ama kuna namna nyingine, ama ujumbe wa mwalimu pia ukoje? Kwanza mwalimu yeye ana mechi ndogo wala mechi kubwa. Yeye kwenye maongezi yake au kwenye maongezi yake na wachezaji anakuambia kabisa kwamba mimi kila mechi kwangu ni finali. Kwa hiyo haijalishi mechi hii nacheza na timu fulani na timu fulani. Yeye kila mechi anataka userious ule. Maagizo anayokupa ufanye vile vile kama unafanya klabu bingwa au kwenye ligi ni kile. Kwa hiyo hakuna utofauti mkubwa, zaidi utofauti ni kufanya vizuri. Umecheza kwenye position tofauti kidogo. Mchezo uliopita wapo wengine nafasi. Hali ya uchovu ikoje Duchu? Mara baada ya kucheza mchezo mgumu, hali ya uchovu ikoje na mko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho? Simba kwanza na wachezaji wengi. Kwa hiyo nadhani kama mtu atakuwa anajisikia uchovu au hata kuwa sawa, mwalimu anaweza akafanya mabadiliko ya kumpanga mchezaji mwingine na ambaye anaweza akacheza vizuri. NBC ni kama tulivyoingia mechi ambayo ni mbele yetu ni Mbeya City. Tushaambia vijana ile ishakuisha tunaingia kwenye mechi nyingine ya mtoano kwa sababu ni robo finali kwenda semi finali, vile vile ni mechi ya mtoano. Kwa hiyo kwetu sisi tunachukulia kama finali mechi hiyo. Na tunasema kama finali kwa sababu ukipoteza umetoka. Hatuwezi kutegemea kitu kama hicho kitokee. Kwa hiyo tumefocus, tumechukulia serious kubwa sana mechi ya kesho, tunaenda kucheza kama finali kuhakikisha tunaingia kwenye hatua ya nusu finali. Unacheza na timu inayotoka championship na bahati nzuri tayari mmepata test ya timu inayotoka championship. Pengine mpango mkakati ukoje kwa Mbeya City kesho? Mpango ni mzuri. Ukiangalia hata njia yao Mbeya City waliofika hapa hawakubahatisha. Wamepita katika njia ngumu, wamemtoa Azam hadi kufika kwetu hapa. Kwa hiyo inaonekana ni timu ambayo ni ngumu. Sio timu rahisi. Kwa hiyo naweza kusema tunakutana na timu ngumu katika mashindano ya kesho. Kwa hiyo tumejipanga pamoja na ugumu wao na ubora wao tuhakikisha tunapata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Tunacheza ngeni kesho, mnaenda kuwapumzisha kwa ajili ya mechi ya kesho na ambao wana majeraha? Nafikiri hatuna mchezaji ambaye tutapumzisha. Mchezaji ambaye atakayekuwa katika kiwango kizuri katika mazoezi ya siku mbili hizi ndio atakayecheza katika mechi ya kesho. Hatuna mpango wa kumpumzisha mchezaji wote kesho. Tunashusha muziki wote kutokana na game ambayo tunaenda kucheza. Pinpin imeonekana pa Jabbar mwanzake kucheza. Vipi kusalia? Afanya mazoezi, kashafanya recovering. Nafikiri kila mchezaji ana programu yake. Alitoka kwenye injury muda kacheza game, kwa hiyo alikuwa na programu yake maalum. Kwa hiyo wachezaji wote wako vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho.